Mwanamke, unapaswa kutambua kwamba mumeo ni kiongozi hata pale inapohusu pesa zako. Mume wako ni kiongozi katika familia yako. Yaani wewe mwanamke ambaye umo ndani ya ndoa, mume wako ni kiongozi wa familia. Kama utaongoza huko kwingine, kazini, wapi, kwenye biashara huko, ukishafika kwenye familia, mume wako ni kiongozi. Na anapaswa kuwa kiongozi hata pale ambapo inapokuja kwenye pesa yako. Bado resources zote zilizomo ndani ya nyumba, mume wako ni kiongozi katika hizo zote. Wewe binti ambaye pia tumekuwa tukifuatana, tambua hili kwamba unapoenenda na kuomba Mungu akupe mume mwema, kichwani uwe unajua ukubwa wa jambo lenyewe kuwa na mume. Kwamba yule ambaye utampa nafasi kwenye maisha yako kuwa mume wako, ndiye ambaye anapaswa kuwa kiongozi wako, kiongozi wa watoto wako, kiongozi wa familia yako. Hata pale inapokuja kwamba inahusu pesa yako wewe, yeye ni kiongozi wa resources zote zilizopo ndani ya nyumba. Yeye ni kiongozi. Sasa nyakati hizi kumekuwa na mambo mengi ambayo yamekuwa ni wakati mwingine yanatokea yanakuwa ya kuumiza, wakati mwingine yanaleta malalamiko, pale ambapo mwanamke anakupa maelezo kwamba huyu mwanaume niliye naye ni mwanaume ambaye hana uwezo wa kusimamia fedha. Hana uwezo wa kusimamia fedha. Wakati mwingine watu wanazungumza huyu mwanaume ni mwanaume mbinafsi, kwamba hata mimi niwe na pesa, ile pesa endapo tutaziweka pamoja, yeye kwamba ni msimamizi, ni kiongozi, tunapofanya maamuzi anaangalia faida yake yeye binafsi. Maamuzi anaangalia ndugu zake, haangalii ndugu zangu, haangalii familia yangu. Hizo changamoto huwa zipo, kwa sababu hata pale ambapo Mungu anampa huyu mwanaume kuwa kiongozi, Mungu mwenyewe pia anajua kwamba huyu mwanaume ni mwanadamu. Yawezekana kwa namna moja ama nyingine akawa na mapungufu. Mapungufu hasa mapungufu yanayojitokeza kwenye eneo la kuwa huyu mwanaume ana ubinafsi ni kitu ambacho kina uwezekano kabisa wa kutokea. Na hapa ninapozungumza, basi nizungumze sana pia na wewe mwanaume ambaye unafuatana nasi. Unapotamkwa kwamba wewe ni kiongozi, kwa wale ambao tunapenda kusoma Biblia, iko wazi sana kwamba wewe unakuwa ni kiongozi kama Kristo anavyoliongoza kanisa. Analiongoza kwa kujipenda, tena upendo wa kujitoa kiasi cha kufa msalabani kwa ajili ya kanisa. Ndivyo mume unapaswa kuiongoza familia yako kwa upendo wa kujitoa, sio upendo wa maneno tu. Upendo wa kujitoa kwa ajili ya mke wako, upendo wa kujitoa kwa ajili ya watoto wako, upendo wa kujitoa kwa ajili ya familia yako. Ndipo unapokuwa kiongozi, ukiongoza mali, rasilimali zote pamoja na pesa hata ile inayopita kwa mke wako, uongozi wako unakuwa sawa sawa. Lakini sasa mwanamke, tunapoagizwa sisi kutii na kwamba mwanaume ni kiongozi, hatujapewa ruhusa ya kuweka maswali na conditions. Kwa hiyo pale ambapo umekuta una namna fulani ya ugumu kutokana na mume wako kuwa pengine na tatizo lolote lile la ubinafsi, la kuwa pengine si mzuri sana kwenye utunzaji wa fedha, hebu omba Mungu akuongoze. Zingatia kumwomba Mungu akuongoze ni namna gani utaenenda ili usimkosee Mungu. Kutomtii mumeo kwa namna yoyote ni kumkosea Mungu kwanza, mumeo ni baadaye. Kutomtii mumeo hata katika matumizi ya pesa mnayofanyia maamuzi pale nyumbani, hata kama ni kumkosea Mungu, inaweza kumaanisha kumkosea mumeo. Kwa hiyo tulia, omba Mungu akuongoze kwa neema ili usimkosee Mungu, usimkosee mumeo, utunze familia yako hasa kwa mali ambazo anakupa. Sio mali ambazo Mungu anakupa ziwe za kubomoa ndoa yako. Ila mali, pesa zinazopita kwako mwanamke ziendelee kuwa sababu ya ndoa yako kujengeka na kuishi kwa furaha na amani. Naomba nilete hapa mfano kidogo. Nilete mfano kwamba wakati mwingine huwa tunajitaabisha sana kupambania vitu. Wakati mwingine, na ninazo shuhuda za watu sio wachache, na shuhuda za watu zaidi ya 2 ambao waliwekeza kwenye kumwamini Mungu ili kuliishi kusudi la Mungu kwenye ndoa zao, hata pale ambapo pesa zilizopita kwenye mikono yao wanawake zilikuwa zinahusika, na Mungu aliwaonyesha rehema zake. Na ninamwamini Mungu itakuwa shuhuda kwako pia. Siku moja utakuwa na ushuhuda pia, endapo utaamua kulitii neno la Mungu. Na tunaweza tukaongozwa na mistari ya neno la Mungu. Kwa wewe ambaye unapenda Biblia, unaiamini neno la Mungu, tunaweza tukaongozwa na neno la Mungu katika kile kitabu cha Mwanzo sura 26 kuanzia mstari wa 20 mpaka wa 32. Unaweza ukasoma pale kuanzia mstari wa 20 mpaka 32. Na unapotazama pale,
Ukiangalia ule mstari wa 20, 21 na 22 unagundua jinsi ambavyo Isaka akiwa amepita kwenye mji ulikuwa unaitwa Gerari, na alipopita katika ule mji mwanzo alienda akiwa na njaa, lakini Mungu alipomsemesha kwamba kaa hapa, Mungu alimbariki. Alimbariki katika kilimo, mavuno yake akawa mengi, akamuongezea ng'ombe, akamuongezea kondoo, watumwa wengi, akawa mtu mkuu sana. Lakini baada ya Mungu kumbariki hivyo, wale wafalme na wakuu wa Gerari wakaona wivu, wakamfukuza. Na yeye katika kuondoka, baadaye alikutana na visima ambavyo baba yake Ibrahimu alivichimba, Wafilisti walivifukia na akaanza kuvifukua. Kisima cha kwanza ambacho Isaka alikifukua alikipa jina Eseki, akakiita kile kisima Eseki. Kile kisima kikatoa maji mengi, maji mazuri. Wale baadhi ya Wafilisti walikuja wakaangalia yale maji, wakamuonea wivu, wakamnyang'anya kile kisima. Walipomnyang'anya kile kisima, Isaka aliwaachia, akamwambia haya, kama mnaninyang'anya kichukueni. Akaondoka, akaenda mbele, akakuta kisima kingine. Kisima kingine nacho akakifukua. Alivyokifukua kile kisima kikatoa maji mazuri, akakiita jina Sitni. Na hayo ndio majina ambayo baba yake pia alikuwa ameyapa vile visima. Kile kisima Sitni nacho kikatoa maji mazuri. Wakaja wakamnyang'anya na kile. Wakasema hiki ni kisima chetu, ni kisima chetu, ondoka. Akaondoka, akawaachia na hicho. Akaenda, akafika, akafukua kisima cha tatu kinaitwa Rehobothi. Wakamwangalia, wakaona tena maji mazuri yametoka, wakashindwa kwenda kukinyang'anya na kile. Kwa hiyo nataka uone nini hapa? Nataka uone kwamba Mungu anapokusudia kukubariki mwanamke, Mungu ana makusudi kwamba hiyo baraka itunze familia yako. Kwa hiyo mtii Mungu katika hiyo baraka. Na ukimwomba Mungu atakuongoza nini ufanye endapo kutakuwa kuna aina yote ya uonezi. Kwa mfano, hapa visima vinafukuliwa, watu wanamuonea tu Isaka. Kafukua kisima kilikuwa pale kimefikiwa hakina maji. Kafukua kimetoa maji, wanamfukuza. Lakini yeye anamwamini Mungu ambaye amembariki, na kwa kumwamini Mungu anawachia kile kisima, anaondoka na anapewa kingine. Mungu anamuonyesha kingine, anafukua. Wamekuja na hicho, akawaachia tena. Ni uonezi tu, kawaachia. Kaenda cha tatu, kafukua, wakashindwa kwenda kumsumbua kwenye kile, wakamwacha. Akakiita Rehobothi, akakaa pale, akaanza kufurahia maisha yake. Kwa hiyo pale ambapo mwanamke unaweza ukawa umeamua kulitii neno la Mungu, umeamua kuamini katika baraka za Mungu, ukasimamia kwamba Mungu ndiye aliyenibariki, na hii pesa ambayo nimebarikiwa na Mungu sitaruhusu iwe sababu ya kuvunja familia yangu. Ninatakiwa kumheshimu na kumtii mume wangu. Nitamheshimu na kumtii mume wangu hata katika pesa yangu. Bado nitamheshimu na kumtii mume wangu. Na pale unapoamua hivyo, mimi nakwambia baraka zitaendelea kwako kwa kipimo ambacho unaweza ushindwe kueleza. Utapata pesa, italetewa uonezi, Mungu ataongeza pesa. Yamkini iletewe tena uonezi, Mungu ataongeza pesa. Yamkini italetewa tena uonezi, Mungu ataonyesha baraka zake kwamba yeye anao wema unaoweza kushinda uovu. Endapo utaamua kumtii kwa kumaanisha, ataonyesha kwamba anao wema unaoweza kushinda uovu. Anao wema mkubwa kiasi cha kushinda uovu. Kwa sababu huyu mume Mungu ndo aliyekupa, umejikuta sasa unaishi na yule mume, na wewe unajua unatakiwa kumtii, na yeye ana uonezi kwenye pesa yako. Mungu anaweza akaongeza hiyo pesa kiasi cha kushangaa, na sio mambo ya kufikirika, sio ya kusema. Zipo shuhuda za wanawake ambao Mungu amewaongezea pesa kiasi cha wao wenyewe kushangaa, pesa hii yote naipata mimi. Wanashangaa, wao wanashangaa na watu wengine wanashangaa. Ndipo tunaona Isaka alipokwenda kufukua kile kisima Rehobothi, wakaona sasa ngoja tu tumwache, wakamwacha. Akakaa akafurahia maisha yake pale, na wanyama wake wakazidi kuongezeka, na watumwa wake kaendelea kubarikiwa. Sasa angalia kazi ya Mungu. Wale wafalme wa Gerari na watumwa wao ambao walikuwa wanafukia vile visima na kumfukuza, wakagundua kumbe huku yule mtu tuliyemfukuza visima vyote katuachia vinatoa maji. Hebu yule mtu sisi tumfuate. Wakajikusanya, wakaja wakamwangukia tena. Akawaambia, mbona mlinifukuza, mmekuja tena mnataka nini? Wakamwambia, sisi tumegundua wewe ni mbarikiwa. Tumegundua sisi maisha bila wewe tunaweza tukateseka. Tumekuja kwako tupatane tu na tukubaliane na wewe endelee kututunza. Akawaambia hamna shida, akawafanyia karamu, akawafanyia sherehe, wakala, wakashiba. Akawaambia hamna shida, mimi nitakaa na nyinyi kwa amani, hamna shida. Wakaondoka wakarudi kwao kwa amani. Hiyo ndio kazi ya Mungu. Mwanamke, endapo utaamua kulitii neno la Mungu, ukamtii mume wako katika mazingira yote, mazingira ya pesa ni ngumu, ina ugumu wake. Ukaweza kuhakikisha kwamba unamtii na kumheshimu mume wako hata pale ambapo
pesa imepita kwako, unatambua yeye ndio kiongozi, unamsikiliza, bado mnajadiliana, lakini inapofika kwenye maamuzi ya mwisho unamsikiliza mume wako na kumtii hata katika pesa yako. Mungu sio tu ataitunza hiyo ndoa yako, Mungu ataitunza hiyo ndoa, itakuwa mfano wa kuiga, atatunza hao watoto, atatunza hizo baraka, na wewe binafsi ataendelea kukubariki kwa kiasi ambacho wewe mwenyewe utashangaa, kama ambavyo tumeweza kuona katika hii kitabu cha Mwanzo sura 26 kuanzia ule mstari wa 20 hadi 22. Unaposoma ukija hadi pale mstari wa 32, unakuja kugundua sasa baada ya Isaka yeye hata hakuwakasirikia. Wamemdhulumu vile visima, hakuwakasirikia. Akawapa na karamu, walipokula wakashiba wakaondoka. Mungu anawaonyesha tena watumwa wa Isaka kisima kingine wanakifukua nacho. Kuwa na maji katika mazingira yale ya ukame ilikuwa ni kitu kikubwa, ni muujiza mkubwa. Wakakifukua nacho. Akakiita kile kisima Shiba, nacho kikawa kinatoa maji. Kwa hiyo bado yani Mungu ameongeza kiasi kwamba pale walipokuwa wanahitaji amepitiliza, ameenda kwenye kiasi pale ambapo yani sio tu wanahitaji, ila baraka zimekuwa za kuwazidia kwa ajili yao, kwa ajili hata wale waliokuwa adui zao wanawaonea. Kwa hiyo mwanamke, ukiamua kumtii mumeo, ukaweza kupeleka huo utii na heshima hata katika pesa zako, baraka zitakazo kuja kwako zitakufaa wewe, zitamfaa huyo mwanaume, zitafaa familia yake, ndugu zako, majirani, jamii, mpaka wote watakuwa wanaona wamepata neema, na hiyo neema ni kuwa na wewe. Utakuwa ni chombo cha Mungu, chombo cha neema, chombo cha baraka, chombo cha furaha, chombo cha amani, chombo cha faraja, chombo cha mapatano penye magomvi, chombo cha huruma na rehema za Mungu. Utakuwa ni chombo bora, na maisha yako yatakuwa yamezungukwa na furaha na amani hapa duniani na katika ufalme wa Mungu baadaye.